Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba lilianzishwa rasmi mwaka 1981 kwa lengo la kuimarisha mshikamano wa kisiasa, kiuchumi, kijeshi na kiutamaduni baina ya nchi za Ghuba. Umoja huu umezishirikisha nchi za Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain na Oman. Muungano huu ukamleta karibu mshirika wao mkuu Marekani katika uhusiano wa kiuchumi na kimkakati. Katika kipindi cha mwaka 2024 hadi 2025, makubaliano ya uwekezaji, mikataba ya kijeshi, miradi ya teknolojia, usafiri wa anga, nishati na miundombinu iliongezeka kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba jumla thamani ya makubaliano yaliyotangazwa baina ya Marekani na nchi za Ghuba inakadiriwa kufikia zaidi ya dola trilioni 2 katika mipango ya muda wa kati na muda mrefu. Jicho letu ulimwenguni linaangazia kwa uchache uwekezaji wa mabilioni ya dola za Marekani GCC, kukupa wewe mtazamaji taswira ya kubaini yaliyomo katika faida na hasara ya vita baina ya Israel Marekani dhidi ya Iran. Karibu. Katika kipindi cha mwaka 2024 hadi 2025, makubaliano ya uwekezaji, mikataba ya kijeshi, miradi ya teknolojia, usafiri wa anga, nishati na miundombinu yaliongezeka kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba jumla thamani ya makubaliano yaliyotangazwa baina ya Marekani na nchi za Ghuba inakadiriwa kufikia zaidi ya dola trilioni 2 katika mipango ya muda wa kati na muda mrefu. Katika muktadha mpana wa uchumi wa kimataifa, Ghuba ya Uajemi imekuwa kitovu muhimu cha nishati, biashara na usafiri wa kimataifa kwa miongo kadhaa. Nchi za GCC zinamiliki baadhi ya akiba kubwa zaidi ya mafuta na gesi duniani, jambo linalofanya eneo hilo kuwa muhimu sana kwa usalama wa nishati duniani. Kwa Marekani kushirikiana kiuchumi na kisiasa na nchi hizi kunahakikisha upatikanaji wa nishati katika soko la kimataifa, kudumisha utulivu wa bei za mafuta na kuimarisha ushawishi wake wa kimkakati katika Mashariki ya Kati. Ushirikiano huu unaonekana wazi katika takwimu za biashara, ambapo thamani ya biashara baina ya Marekani na nchi za GCC ilivuka dola bilioni 180 mwaka 2024. Biashara hii inahusisha sekta mbalimbali kama vile nishati, anga, silaha, teknolojia ya kidijitali, huduma za kifedha na bidhaa za viwandani. Moja ya nchi muhimu zaidi katika ushirikiano huu ni Saudi Arabia, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mshiriki mkubwa wa Marekani katika Mashariki ya Kati. Ushirikiano wa kiuchumi baina ya mataifa haya mawili umeongezeka kwa kasi katika miaka hivi karibuni. Mwaka 2025, makubaliano mapya ya uwekezaji na miradi ya pamoja baina ya makampuni ya Marekani na Saudi Arabia yalitangazwa kufikia zaidi ya dola bilioni 300. Miradi hii inahusisha sekta ya nishati, teknolojia ya kisasa, ujenzi wa miundombinu na ulinzi wa kijeshi. Kwa ujumla, ushirikiano wa muda mrefu wa kiuchumi baina ya nchi hizi mbili umefikia takribani dola bilioni 575 katika mikataba ya miradi mbalimbali. Ndani ya mfumo huo wa ushirikiano, sekta ya ulinzi imekuwa na nafasi kubwa zaidi. Marekani imeendelea kuwa muuzaji mkuu wa silaha kwa Saudi Arabia, na katika mojawapo ya makubaliano makubwa zaidi ya kijeshi, nchi hizo zilisaini mkataba wa silaha wenye thamani ya karibu dola bilioni 142. Mkataba huo unahusisha mifumo ya ulinzi wa makombora, ndege za kivita, rada za kisasa na teknolojia nyingine za kijeshi zinazotengenezwa na makampuni ya Marekani kama Lockheed Martin, Raytheon Technology na Boeing. Nchini UAE, ushirikiano wa kiuchumi na Marekani umeendelea kuongezeka hasa katika sekta za teknolojia ya kisasa na usafiri wa anga. Mwaka 2025, makubaliano mapya ya uwekezaji yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 200 yalitangazwa kati ya makampuni ya Marekani na washirika wao wa UAE. Makubaliano haya yanahusisha miradi ya akili bandia, miundombinu ya kidijitali, ulinzi wa anga na maendeleo ya viwanda vya teknolojia ya juu. Moja ya mikataba iliyovutia zaidi katika sekta ya usafiri wa anga ni ule wa shirika la ndege la Etihad kununua ndege 28 za Boeing 787 na 77X zenye injini za GE Aerospace kutoka Marekani katika mkataba wa takribani dola bilioni 14.5.
Mkataba huu unaonyesha jinsi mashirika ya ndege ya Ghuba yanavyoendelea kuwa wateja wakubwa wa kampuni za anga za Marekani. Nchini Qatar, sekta ya anga imekuwa eneo kubwa la uwekezaji wa Marekani. Shirika la ndege la Qatar Airways lilisaini makubaliano makubwa ya kununua ndege 160 kutoka kampuni ya Boeing katika mkataba wenye thamani ya karibu dola bilioni 200. Huu ni mojawapo ya mikataba mikubwa zaidi ya ununuzi wa ndege katika historia ya sekta ya anga duniani. Mbali na usafiri wa anga, Qatar pia imeimarisha ushirikiano wake wa kijeshi na Marekani. Serikali ya Marekani imeidhinisha uuzaji wa ndege zisizo na rubani aina MQ-9B Predator pamoja na makombora na vifaa vingine vya kijeshi kwa Qatar katika mkataba unakadiriwa kufikia dola bilioni 2. Ushirikiano huu wa kijeshi unakwenda sambamba na uwepo wa moja ya vituo vikubwa zaidi vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati kilichopo katika kambi ya Al Udeid nchini Qatar. Katika nchi nyingine za Ghuba kama Bahrain, Kuwait na Oman, uwekezaji wa Marekani umejikita zaidi katika sekta za ulinzi, usalama wa bahari, huduma za kifedha na maendeleo ya miundombinu ya bahari na usafirishaji wa kimataifa. Bahrain ina umuhimu mkubwa kwa Marekani kwa sababu ndio mwenyeji wa makao makuu ya jeshi la wanamaji la Marekani la Fifth Fleet. Kituo hiki kina jukumu muhimu katika kusimamia operesheni za kijeshi na kulinda usalama wa njia za usafirishaji wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi. Kuwait na Oman pia zimekuwa washirika wa karibu wa Marekani katika masuala ya usalama wa bahari, ulinzi wa anga na maendeleo ya miundombinu ya bahari ambayo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa. Sekta ya ulinzi imeendelea kuwa eneo kubwa zaidi la ushirikiano wa kiuchumi baina ya Marekani na nchi za Ghuba. Kwa mujibu wa takwimu za serikali ya Marekani, mauzo ya silaha ya Marekani kwa washirika wake duniani yalifikia dola bilioni 117.9 katika mwaka wa fedha 2024. Sehemu kubwa ya mauzo hayo ilielekezwa kwa washirika wake katika Mashariki ya Kati, ikiwemo nchi za GCC. Marekani imeendelea kuwa muuzaji mkuu wa silaha kwa nchi za Ghuba, ambapo katika baadhi ya nchi zaidi ya nusu ya silaha zinazotumiwa na majeshi yao zinatoka Marekani. Ushirikiano huu wa kijeshi unaimarisha uwezo wa ulinzi wa nchi za Ghuba, huku pia ukiimarisha ushawishi wa kimkakati wa Marekani katika eneo hilo. Mbali na sekta ya ulinzi, uwekezaji wa Marekani katika Ghuba umeongezeka kwa kasi katika sekta ya teknolojia ya kidijitali na uchumi wa data. Makampuni makubwa ya teknolojia kama Microsoft, Google na Amazon yameanzisha vituo vya data, huduma za cloud computing na miradi ya akili bandia katika baadhi ya nchi za GCC. Miradi hii inalenga kusaidia nchi za Ghuba kutekeleza mipango yao ya mageuzi ya kiuchumi ambayo inalenga kupunguza utegemezi wa mafuta na kuendeleza sekta za teknolojia, ubunifu na uchumi wa kidijitali. Kwa ujumla, ushirikiano wa kiuchumi baina ya Marekani na nchi za GCC umefika kiwango ambacho kinachanganya maslahi ya nishati, usalama wa kijeshi, teknolojia na biashara ya kimataifa. Thamani ya mikataba na miradi iliyotangazwa katika kipindi cha mwaka 2024 hadi 2025 imefikia mamia ya mabilioni hadi trilioni za dola katika makubaliano ya muda mrefu. Hali hii imeifanya Ghuba ya Uajemi kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi kwa sera za kimkakati za Marekani duniani. Ushirikiano huu hauathiri tu uchumi wa nchi za Ghuba na Marekani, bali pia una athari kubwa kwa usalama wa nishati ya dunia, mwelekeo wa biashara ya kimataifa na mizania ya nguvu za kisiasa katika Mashariki ya Kati. Ndugu mtazamaji, bila shaka umebaini machache yawe madhara au faida ya vita vya Israel Marekani dhidi ya Iran kupitia makala hii. Asante kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho. Baki salama.